tumekuwa na safari ndefu sana ya kumtafuta dadetu. Yamekuwa mambo mazito sana kwetu, kwa sababu tumetembea kila wakati kutoka hiyo siku ya tarehe 14 ambapo ripoti ilitufikia kwa mwanetu hapatikani na haonekani. Hajarudi kwenye kikao chake, haonekani kwenye biashara yake, haonekani nyumbani. Hajaenda hata ushago. Juu hata kama ni mtu wa kutoroka anaweza kibia nyumbani. Kama hakuja kwetu nyumbani, ako wapi? Kwa hivyo, yes. Mwito wetu ni DCI na idara zote za serikali ambazo zinahusika na uchunguzi na upelelezi waendelee na wahakikishe kwamba hili jambo limefanywa harahara, kwa sababu tuko na shida sana ya wazazi wetu, na hata sisi tunajumuika hapa karibu kila siku. Hatuwezi hata kwenda kufungua kazi zetu, na inafaa tujenge taifa, lakini hatuwezi enda. Kama mmoja wetu hapatikani, tunaenda kazini kufanya kazi gani? Alikuwa kama miaka ngapi? Alikuwa na umri wa miaka 47. Yes, 47 years. Ako na familia, ako na watoto wawili ambao ni wasichana mapacha, na bwana yake ndiye huyu wako hapa pahali nimesimama. Kwa majina naitwa Joseph Maina, mkaaji wa Pipeline. Susan ni bibi yangu. Alitoka saa 3:30 akielekea shamba yenye wanafanyanga hapo PCA Pipeline. Kutoka hapo alikuwa aende soko Isili. Tuliachana mzuri kama kawaida. Juu hiyo siku mimi sikuwa naenda kazi. Alipoachana akaenda shamba. Alipoenda shamba akamaliza, kutoka hapo akaenda Isili soko. Alipofika soko saa 8 nilimpigia simu kumuuliza kama amenunua vitu, kama narudi saa hii juu alikuwa ameanika nguo. Nikamuuliza kama kuna mtu anaweza kuwa anamunulia nguo. Akaniambia ako Isili anarudi. Sasa vyenye tuliongea mimi nikajua anarudi. Hata nguo zenye alikuwa ameacha mimi ndiye nilimwanulia hiyo siku. Okay, kutoka hapo mimi siku anampigia simu tena juu nilikuwa nafikiria anarudi. Huwa anaingia kwa nyumba masaa 3:30 hivi, masaa ya usiku. Hapo ndio nilimpigia simu saa 4. Kutoka hapo alikuwa mteja. Kutoka hapo alikuwa mteja, nikafikiria kwenye nitaenda kumuuliza. Kuna rafiki yake anakuaga kwa hiyo nyumba yenye tunakaa. Juu sikuwa na simu ya mwenye alikuwa ameacha kazini. Nikafikiria nimuombe namba ya simu na nieleze kama anaweza kuwa amejua kwenye Susan yuko. Akanipea, yani huyo mwenye nilimpigia, yani nilikuwa nataka anipe namba kumuuliza, kumpigia mlango, kumbishia mlango. Hakuwa amesikia, alikuwa amelala juu ilikuwa masaa 5. Although wacha nirudia kidogo. Although hiyo saa niona simpati, mimi nilienda kazini pale penye anakuanga. Nikaangalia kama amefunga kazi, nikaona hayuko. Nikarudi nyumba, ndio nilikuja nikaomba huyo namba. Although alikuwa amelala sana, nikaamua wacha nimuulize asubuhi yake. Juu sikuwa na mtu mwingine naweza niomba namba nipigie mwenye alikuwa ameacha kazini. Sasa penye saa 11 asubuhi ndio nilienda huko tena kwa hiyo rafiki ya huyo bibi yangu, akanipea hiyo namba. Tukapigia huyu, ndio nilimuuliza mama alizi mbona hakukuja jana? Huyu akaniuliza hakukuja, mimi nilikuwa nafikiria amekuja kwa nyumba. Hapo ndio nilishtuka, nikaanza kwenda. Yani nikaanza kupigia huyu sasa. Yani nikaanza kumuuliza, nikafikiria sasa hapa nitwende tumtafute kwenye yako. Ndio tulitoka hapo tukaenda Isili na huyu tukaandikisha. Kwanza tulienda kwa maduka, tukazunguka huko kumtafuta, tuliza kwenye kama amepatikana. Tukaambiwa yeye alikuwa hapa. Hata kuna mama mwingine huko Isili tuliambiwa walikula naye lunch. Kutoka hapo tukaenda kwa posti ingine iko hapo BBS.
tukauliza, tukaambiwa hapa hamwezi andikisha, muende muandikishe kwenye mnakaa. Tukaenda Kwale. Kutoka hapo ndio tulienda Kwale, tukahewa OB number. Kupewa OB number, sasa ndio tulifuatilia, tukaona wacha tuende huko Embakasi tulipoti pia. Ndio tulikuja tukaandikisha na tukaambia wanafuatilia hiyo maneno. Sasa kutoka hapo tumekuwa tukikuja hapa tukaambiwa wanafuatilia tu mambo ya data si haitoki. Sasa hiyo ndio tunashindwa, bona mambo ya data ya hii simu haitoki tu. Sasa tunafuatilia tu, lakini sasa wanatuambia wako in progress. Hiyo ilikuwa ya shamba kwenye tulikuwa tunataka confirm kama kuna issue walikuwa na watu wa shamba. Ndio tulikuwa tumeendea huko. Kuna simu? Kuna simu nilipokea jana, si leo. Ilipigwa jana, nikaambiwa alikuwa na deni amekopa. Sasa hiyo deni, although hiyo deni ilikuwa ya hiyo pesa yenye alikuwa hawa chama ameniambia alikuwa analipa vizuri, hawana issue naye. Alikopa last year November. Kuna simu zenye tulikuwa tunatumiwa, yani tunapigiwa na watu wa social media. Sasa wenye wanatuambia wengine ni wakora juu walikuwa wanatuelekeza huko Westland, wanatuambia kuna mama anaonekana huko, lakini yeye si yeye. Huyo alikuwa mwendawazimu na Susan hakuwa mwendawazimu. Sasa watu wengi huwa wanatupotosha sana juu wengine wanatuambia mambo kama hiyo. Tunaomba nini ifanyike? Sasa tunaomba tu arudi, hakuna kitu kingine. Tunaomba tu arudi. Susan ni mama mzuri, hata venye tumekaa karibu na yeye miaka 23. Na venye tumekaa sisi hatujai kosana isipokuwa ile ya familia, lakini hiyo huwa tunasuluhisha. Sasa hata watoto wetu wako shule, wako college, ni watoto wakubwa. Sasa hatujai kuwa na hiyo shida ya kufurana, sijai ona. Kukosekana kwa Susan, wewe mwenyewe binafsi na watoto imeniadhiri sana, hata watoto wangu huwa wanalia sana. Na hiyo kitu inaniumiza kwa roho. Wakiuliza mama, baba, kwani mama alienda wapi? Hiyo kitu inaniumiza. Kwa wale ambao wanaweza kuwa na yeye mwenye anaweza kuwa naye, please, namwambia tu muashirie tu, hata kama amekukosea, hiyo mambo tunaweza suluhisha. Hiyo mambo ya kuweka mtu hiyo wiki mbili ni mingi sana. Muashirie tafadhali. I'm Virginia Njoroge. Hapa tuko Embakasi. We are on the search mission of our sister who went missing on 14th of Wednesday. On this fateful day, Susan went to Isiri. Okay, let me start like this. On 13th, Tuesday, aliniambia on Wednesday nimshikie kazi, ataenda chama, then aende soko. On Wednesday, I did as she requested. Nikamfungulia kazi na nika carry on with the day. Around 12:54 akanipigia simu akiwa Isiri, akaniuliza about a certain trouser that was running out of stock and needed to be restocked. Nikamwambia sizes zile zimebaki. Then at 12:55 she called again. That's a minute after the first call. Akaniambia there was a client alikuwa anataka vest. Akaniambia so and so akikujia vest umwambie si kupata, and that's all. Hiyo ndo call yenye tuliongea na yeye ya mwisho. Me carried on the day as usual. Around 2:26, 2:27, 2:28 I missed her call. On calling her back at 2:32 akakuwa kwa mteja. Me I thought on Wednesdays yeye akienda chama alafu ende soko huwa harudi kazini. Mimi ndo huwa nakaa the whole day. I thought maybe alikuwa anataka kuniambia kama kawaida I'm back na nimeenda kwa nyumba because ana stay tu karibu. Nika carry on with the day until 9:30 nikafunga kazi. On the following day, Thursday morning, the husband called. Ndo akaniuliza, did Susan come to the shop yesterday? Nikamwambia no, Susan hakukuja kwa shop. Akaniambia then Susan hakurudi home. From there nikamwambia
now what do we do? And the last call tuliongea na yeye alikuwa Isili. I advised him itabidi twende Isili tuulize Isili kama kuna mwenye alimuona akiwa Isili, because it's unusual for her phone to go off, so I was worried. Tukaenda by 8 tulikuwa Isili, tukazunguka, we asked around, na for real, for sure she was there. She was seen, she shopped, but after there sisi hatujui what happened because hakurudi home. Then after that tukaenda Pumwani police post, tukareport. Though hawakutuandikia, wakatuambia, wakatuuliza naishi wapi, nikamwambia Kwale. Akasema you have to go back to Kwale, tuandikishe, tupewe OB from Kwale, then from Kwale we were directed to Embakasi. And before going to Kwale, I informed the cousins, the sisters. So by the time tulikuwa tunakuja Embakasi, the relatives wao wengine walikuwa washafika. So from there tukakuja Embakasi, tukapeana ripoti. So from there I can say it has been on and off. Yeah. Not that I can rely on. Ile tu na post social media, mtu anakuambia hivi, so you know about social media. Mnaenda mnazunguka. I can say tumezunguka according to, unajua sasa venye tu repost social media ndo watu wanawambia ameonekana place and so and so. So sisi imekuwa ni kutoka hapa kwenda kuzunguka, kutafuta, kurudi, then come back to Embakasi. Embakasi we needed at least watupe data, na wakasema ati data is not yet out. So we have been following up on data, coming in, going back home.